Hebu kama unaona siti mbele iko wazi, ukajaza, ukasogea mbele na baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu nisikie amen nguvu kutoka kwa watu wenye ushindi. Haleluya. Hebu kama unapata kidogo, una mbele kuna siti iko wazi, inaenda kwa baraka kwako. Mama, kwa majina yangu naitwa Redes Beneko Roda Safari. Nikukaribisha kwenye neno la Mungu ambalo Bwana leo amekusudia kwetu jambo kwa ajili yetu. Haleluya. 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 Amen. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema.
sawasawa na mfumo huu. Ngoja nikupe tafsiri nyingine. Ni sawasawa mtu anafanya dhambi, halafu kesho anarudia anaomba rehema kwa Mungu asije ile dhambi. Wakati ule kiu ya dhambi inaondoka kwake, lakini kesho yake akarudia tena ile dhambi. Kwa nini? Anajua kushindana vita, lakini hajui kujinasua kwenye mitego ya ibilisi. Bwana tusaidie sana. Kuna mtu anaelewa kitu hapa anachoongea? Wewe ni mmoja mzuri na ni mmoja mzuri. Na shetani ndiye analitumia sana kwa watu wengi sana. Wameingia kwenye minaso ya shetani, kwenye mitego ya kiroho. Kuna ninapoandika aina, kuna utaona haijalishi unanena kwa kilugha kwa lugha kwa namna gani. Unaweza kunena kwa lugha kwa viwango vinavyostahili, lakini tayari unakuwa tayari mateka wa kiroho. Watu wengi wamenaswa kwenye eneo. Ndio maana tunagundua Wakristo wengi tunatamani kuendelea, lakini hatuwezi kuendelea. Unatamani kusonga mbele, ila unatamani kusonga mbele, tayari wewe umenaswa. Kuna kiwango unafika hauwezi kuvuka. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kama unanielewa kwa mkono namna hii. Mitego ya kiroho imewapoteza waombaji wengi, imewapoteza watu wengi wa kiroho, imewapoteza wanyenyekevu kwenye nyumba ya Mungu. Ukitaka kujua umenaswa, jambo la kwanza, hamu ile ya kuomba inaondoka kwako. Bwana asaidie. Hamu ya kuomba kwako inaondoka. Aina ya kwanza niliandika aina hii. Kuna mashimo ya kiroho. Kuna aina 7 ya mitego ya kiroho ambayo shetani anatumia. Mashimo ya kiroho. Hebu sema mashimo ya kiroho. Pata tu sauti, sema mashimo ya kiroho. Kwa nini tunazungumzia habari ya mashimo ya kiroho? Shetani anatumia mtego huu kwa wenye haki wengi. Wakamchukua Yusufu wakamweka kwenye shimo, maana lilibirika. Tunaliona shimo la kwanza kwa Yusufu. Baada ya kutoa taarifa ya kuwa wewe ni nani ndani ya familia. Nikizungumzia kwa tafsiri nyingine, shimo la kiroho ni majaribu ya kiroho unayopitia. Bwana tusaidie sana. Yusufu jambo la kwanza kutangaza kwenye ile familia ya kuwa yeye ni nani, sio ile ndoto aliyoota. Jambo la kwanza familia walianza kutengeneza mitego. Yusufu akaanza kuingia kwenye vita, kwenye shimo. Bwana asifiwe sana. Yapo mashimo mengi ya kiroho. Wale ni kupesiri nyingine. Shimo la kwanza yaweza kuwa ni shimo la afya. Hivi kama kuna kitu tunaingia tunagoma, si ndio? Shimo la kwanza nikizungumzia ni shimo la afya. Kuna shimo la huduma, umedumbukia, adui amekuteka kwenye ile eneo. Kuna shimo la uzao, kuna shimo la uchumi, kuna shimo la familia. Bwana tusaidie sana. Kuna watu wengi nikizungumzia kuna hatua hawezi kufanya jambo fulani kiroho. Hiyo ni uchumi amekuja naso. Kuna shimo la ndoa. Bwana tusaidie sana. Kama hutaweza kumwelewa Mungu na uweze kujinasua kwenye haya mitego, utasikilizia mambo mengine kwa watu wengine. Inasema mara nyingi watu wa namna hii wanaota kama wanadumbukia kwenye shimo, ingawa wanakuwa kama hawajafika shimoni. Maana yake watu wengine wanaingia kwenye shimo kupitia njia ya ndoto. Shetani anatumia njia ya ndoto kama aina ya mitego ya kuwanasha wana wa Mungu
ndoto gani ambayo mara nyingi unaota? Na ni mara ngapi unaota ndoto unatumbukia kwenye shimo? Mwingine anakuta anafanya kazi, lakini ile kazi haoni manufaa kwa sababu kuna aina ya mtego aliyomlenga kwenye eneo la ndoto. Eneo la ndoto ni eneo maalum ya mtu wa kiroho. Lakini shetani anakamata ufahamu kwenye ile eneo. Maana yake ndoto kwenye eneo la ndoto, shimo la ndoto likishanyang'anywa kwenye ile eneo, kwenye hilo shimo, kesho wewe ukiona. Ndio maana watu wengi wa kiroho wakishakamata kwenye ile eneo, imefika hatua badala ya kusikiliza Roho Mtakatifu au kuongoza Roho Mtakatifu, wao wanaongoza Roho Mtakatifu. Wao wanapaswa kuongoza Roho Mtakatifu. Wanasikiliza. Ndio maana kuna mahali nasema hivi, wasiofuata utaratibu na kanuni ya kimungu hao sio wa Mungu. Wanasikiliza. Naendelea kusema kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 8, Biblia katika Mhubiri kuna vitu kadhaa inaonyesha mashimo kuwekwa gizani. Daudi alikuwa akijua kuomba, na mahali fulani aliomba hivi, waipishe wafedheshe wanaotafuta nafsi yako. Kuokoka peke yake hautoshi kutoa kwenye shimo. Pia unapaswa kuwa mpiganaji. Ndio maana kuna mahali nazungumza, mmoja niandalie kitabu. Ndio maana kuna mahali nazungumza, Wakristo wengi tunashindana na shetani, lakini kusoma Biblia vizuri, shetani tulishakuja kumshinda. Toka mwana wa Adamu alipokuwepo pale msalabani, alisema waipishe. Siku zote sisi ni washindi, lakini tunatamani sisi kushindana na shetani. Ndio maana maombi ya watu wengi hayajibiwi kutokana na nini? Wanaomba kwa kutumia hisia. Mmoja anakuta anaomba kwa sababu ya mtu fulani, anaomba kwa sababu unajua mama fulani, unajua anaomba kwa sababu unajua fulani. Unaanza kukemea vile ambavyo unastahili kukemea. Watu wengi maombi yao wanatumia fahamu zao, hisia. Wanaomba kupitia changamoto anazoona. Mungu haiko hivyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana shetani amekwisha kuanasa wana wengi wa Mungu. Hebu tusome hicho kitabu. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 8. Na mwingine Zaburi 33 mstari wa 4. Mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake. Na yeye abomoaye goma nyoka atamuua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunapozungumzia habari ya shimo, hebu mwingine tena nisomee hiyo Zaburi 35 mstari wa 4. Na mwingine nisomee Isaya 60 mstari wa 1. Haya maandiko hebu jaribu kuandika. Zaburi 35 mstari wa 4. Na mwingine anifungulie kitabu cha Isaya sura 60 mstari wa 1. Tuko kwenye ile pointi ya kwanza. Na makoteli ya Mungu. Ndio naomba usimame. Wewe si mzee. Simama juu kama unasoma. Zaburi 35. Wao kama makapi. Wewe. Zaburi gani unasoma hiyo? Inasema waipishe wafedheshe. Wanaoitafuta nafsi yao. Warudishwe nyuma. Wafadhaishwe. Wanaojizuilia mabaya. Wanashusha. Unawahi kuona kuwafedhesha wateshi wa manabii? Huyu ni Daudi kwenye Zaburi anamwambia Bwana wafedheshe, waipishe wanaoitafuta nafsi yao. Usiku na mchana. Unafikiri kuokoka kwa shetani ndio amenyamaza kwamba ndio imeshinda? Umetangaza vita, tena vita kubwa. Ndio maana kuna mahali atakapoendelea kujiandaa namna gani ujinasue kwenye hali mitego ya unaingia kwenye engo la mitego, umenaswa. Mwanajeshi mzuri shule anayeshindana vita na akashinda. Mwanajeshi mzuri ni yule anayeshindana vita na akajua namna ya kutegua mabomu. Unanielewa ninachozungumza? Kwa hiyo ulimwengu wa roho sio kwamba kila anayeshindana vita na kuombea anabeba yakatoka, lakini ushike kiini cha kile kitu, namna gani utegue ile mitego ndipo uingie. Huyu ni
majeshi mchumi. Ndio maana anamaanisha Kristo mchumi sio anayeshindana vita. Ni yule anayeweza kushindana vita na kutegua mitego. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Ndio maana makanisani ukipiga picha kiroho wengi wamenaswa. Utaona hapo mbele. Ukaona hapo mbele. Tutaona. Bwana tusaidie sana. Isaya 60 mstari wa kwanza anasema na nuru ya Bwana ikuangaze. Wewe ni moja ya kielelezo cha kuangaza. Uko kwenye shimo la mateso na magonjwa, inuka uangaze. Bwana sio sana. Uko kwenye shimo la uchumi, inuka uangaze kwa wengine. Uko kwenye shimo la uchumi, inuka uangaze. Uko kwenye shimo la huduma, inuka uangaze. Uko kwenye shimo la uzao, inuka uangaze. Bwana shusha. Haleluya. Kuna mtu anaelewa kitu kama anaelewa fanya tu hivi. Usiponielewa hapa ni vigumu sana kuelewa mitego ya kiroho. Na ni hatari sana. Ngoja niendelee kueleza. Watu wengi wanahubiri wanatoa sadaka lakini wamenaswa mashimoni. Baada ya kumaliza kusoma na Yesu pia, shetani pia anakuweka kwenye shimo ili ukose pumzi. Anataka usiwe na pumzi ya kuhuduma, usiwe na pumzi ya kuichunga, usiwe na pumzi ya ndoa, usiwe na pumzi ya afya, usiwe na pumzi ya uimbaji, ya kila eneo. Shetani amekudumbukiza ili usiwe na pumzi juu ya kusimama kwako imara. Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Inuka uangaze. Twende pointi namba 2. Hapa tumeelewana nafikiri. Namba 2 nasema hivi. Mtego wa maneno. Kwa ile sababu ya mitego ya kiroho, andika mtego wa maneno. Mtego wa maneno. Mtego wa maneno. Mtego wa maneno. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 37 inasema, ilipo mtu msomaji, Mathayo 12 mstari ule wa 37. Ana mtu kafika bado. Biblia inasema kwamba ndio kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, lakini kwa maneno yako utafanyaje? Utahukumiwa. Angalia eneo ambalo shetani anatumia kuanasa wana wa Mungu kwenye mtego. Maneno. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, lakini kwa maneno yako utahukumiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni maneno ambayo unanena na shetani anatumia hiyo fursa kama mmoja alama. Wamama anafanya hivi. Haleluya. Amen. Ni maneno ambayo shetani anakutumia wewe kuharibu kazi ya Mungu, au wewe umejiingiza kwenye mtego wa kiroho. Ngoja nikuelezee vizuri. Inasema hivi, asilimia 99 ya mitego ya shetani ni maneno. Na hapa kuna mambo mawili ya muhimu kujua. Kuna wakati atatumia wapelelezi ili wakusikilize unachokisema juu yako. Shetani akikushinda kwenye ulimwengu wa roho, anatumia mpelelezi. Atakuja sana kukupeleleza. Natoa mfano, atakuja sana kwako Keni kukupeleleza. Maana kile akitafuta kwa nini Keni anaendelea, anatafuta neno la kukupeleleza ili ajue maneno. Akisha
peleleza na ukasema, tayari umenaswa. Ulimwengu wa roho ukizuia au kamatiki, anatumia mpelelezi. Wanatusaidia sana. Haleluya. Anakusikiliza unasemaje? Juu ya maisha yako unasemaje juu ya huduma yako? Waswahili wanasema, nimeandika hapa, usiongee mambo yako na sababu kubwa. Wanajua kuna aina ya watendakazi wa shetani hawafanikiwi mpaka useme. Kuna wakati watatumwa kukufuatilia ili kushua kama umenasa kwenye mtego pia wewe. Haleluya. Adui kuna muda anakutafuta hakupati, atashindana na wewe lakini ameshinda, atatumia mpelelezi. Anapokuja mpelelezi rehema kwako, kuna jambo anatamani afanye kwako, Irene. Atapeleleza namna Irene anakufanikiwa kihuduma, kwenye afya. Kuna mahali anakurusha magonjwa, lakini kwa sababu huzungumzi. Unajua kuna namna adui anaweza kufanya jambo, amekupiga anajua kushinda, lakini wewe bado pamoja na ile dhoruba, umeamka asubuhi, anakuja kukuuliza habari za asubuhi, na mwambie niko sawa, hata kama anajua hapo kweli, lakini niko sawa. Kwa nini? Anapeleleza ili nguvu aliyotumia au ile mtego aliyotumia umenasa na magari. Bwana siwe sana. Ni wakati wa wewe kukaa macho. Maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Yesu tusaidie sana. Haleluya. Kuna wakati unataka kufuatilia kushua, kama umenasa kwenye mtego pia adui anakutegea mtego. Kutuma na kusikiliza kama umenasa. Kwani hujasoma kwa habari ya Gideoni, kwa namna maadui walivyosema Gideoni kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 7 na mstari wa 13. Gideoni, angalia, Mungu aliwaambia akawasikilizisha kwenye kambi ya adui. Mtu wa imani kujifunza kuongea chanya kuliko hasi. Jifunze kuongea chanya ili shetani asikunase. Oh my God. Hadi kile ambacho adui anakupeleleza, umeshagundua huu ni mtego, igeuze kile ambacho ni kweli, sema uongo, ili mtege na yeye aingie kwenye mfumo wako. Bwana asifiwe sana. Sio mahali useme wewe kweli kwa wazee wengine uchui mahali kwa shetani ametuma. Hata kama italisho kanisani wapo mahali kwa shetani. Hata unapozungumza kile kama wapo watu wanaingia kwenye huo kunaswa kwenye eneo. Yule taarifa anapokupa adui, ile kupeleleza usitoe taarifa zako kamili. Igeuze kweli kwa uongo, kwa sababu uchui unaopelelezwa aje kwa shetani. Wametumwa kwa ajili ya kuharibu ile huduma watu waliobeba. Wamekutuma ili kuharibu kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yao. Bwana tusaidie sana. Huko kazini tunaona kwa Gideoni, walitumwa pelelezi pia hapa. Huyu alikwenda kwenye kambi. Unaona kushika Biblia inasema aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Haleluya. Aliye dhaifu na aseme kuna nguvu. Haleluya. Aliye dhaifu na aseme kuna nini? Hebu sema kuna nguvu. Kuna nguvu. Haleluya. Kile ulichonacho unaweza kutumia kubomoa na kushinda. Yeye anasema, naomba hicho kitabu cha utaandika mwenye naelezea kutokana na time 13. Yaani kwa maandiko kikaa mwenyewe unaelewa nini Mungu anatamani afanye. Na mimi natamani muone namna gani wana wa Mungu wapate fahamu kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo adui anatumia mitego ya kiroho ili kuwazuia watu wa Mungu wasimwabudu Mungu wa kweli katika ulimwengu wa roho halisi. Wanaabudu Mungu katika ulimwengu wa roho fake. Bwana asifiwe sana. Na mwana kutoka wengine wanaenda kwa lugha kanisani, lakini kigundua amekuja nazo unapoenda sema kuna ufufio kutoka kushii. Umewafamia wana wa Mungu na yao. Ndio maana kila kitu kinachonena kwa lugha, sio kama kinanena kwa lugha za
wake kuna changamoto kama zipo. Usipogundua kwenye nyakati hizi ngumu unazoziona, taarifa unazoziona kwenye mataifa na nchi, usiwe kuna aina gani adui anatumia minaso. Ukiona vita vinatokea live, usiwe ilianza kwenye ulimwengu wa roho, imeshirika kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu. Ukiona shetani alikuwa hata mchaga alikuwa anajaribu kukuloga kwa kupitia ulimwengu wa roho, maana ndio paka umedhihirika, ametambulika, usiwe kwamba alinaswa pia. Ilipita ile ulimwengu wa roho ikaanza kutoka kwenye ulimwengu wa mwili kwenye udhihirisho wa mwili. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Inasema nini Yoeli hapo? Hebu mmoja kama anatamani jamani wasema Yoeli. Bado. Sawa. Yoeli sura ya 3 mstari wa 10. Yafueni majembe yenu. Yafueni majembe yenu. Yawe panga. Yawe panga. Na miungu yenu. Na miungu yenu. Iwe mikuki. Iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Hawa ni mashujaa. Bwana asifiwe sana. Waliozoea kupigana. Hata kama kuna mahali mashuhuri yanasema kuna mbele tutaona kuna hofu inavyoua watu, inaua Wakristo wengi kama maneno yanavyoua mengi. Unapopita kwenye dhoruba, sema mimi ni hodari. Haleluya. Sema amina amen. Sema amina amen. Yoeli anasema uwe hodari. Wafilipi 4:13 andika usisome. Naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Hata kama unashua adui amekuja kwa mfumo huu, ukagundua sema ninayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Wewe pita kwenye dhoruba ya afya, hata kama unapelelezwa, sema nitayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Iwe ni kwenye huduma unapitia shida, iwe ni kwenye afya unapitia shida, iwe ni kwenye ndoa unapitia shida, sema ninayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Shinda vita vya maneno kwenye mtego wa kiroho. Eneo hili ukifaulu, wewe ni wa kipekee. Na hili shetani anawatumia. Sikiliza, kinywa chako unaweza kutumia kuwasemea watumishi wa Mungu. Hata ukiona ameanguka, funga kinywa. Haleluya. Sisi tulifundishana na vijana kwa habari kadhaa. Namna gani roho ya uchungu ilivyoua huduma ya vijana. Namna gani roho ya uchungu ilivyopoteza hatima ya watu. Na leo tunazungumzia mitego ya kiroho. Watu wengi wamenaswa bila wao kujua, lakini wanajiona wao sahihi. Kitu ya ibada kukosekana tayari wewe ni mmoja wa muhanga aliyenaswa. Tunafanyaje ili tuweze kushinda? Tunatakiwa tuwe hodari. Tunatakiwa watu wenye nguvu na kutambua majira na nyakati za Mungu. Na vivyo vitu vikanene yaliyo ya haki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Angalia mfano mzuri nikupe. Maneno yalienda kuharibu kwenye bustani ya Edeni. Adam pamoja na Eva. Maneno yalienda kuwavuruga kabisa. Shetani alitumia maneno kuharibu mashauri ya wanadamu wake na Yesu. Bwana asifiwe sana. Hebu tazama, utamani kujua kwenye kitabu cha Yohana sura 6:63. Emsomee. Muda wetu uko mbali ni kweli. My God. Sijafika hata nusu. Yohana hamna usomaji wa haraka. Yohana 6:63. Hakuna. Oh my God. Ushuhuda vilivyoingia kwenye bustani ya Edeni. Inasema. Usimama juu. Yohana 6:63. 6:63. Nasema roho ndiye itiayo uzima. Ndio. Haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Barikiwe sana. Haleluya. Maneno ni roho, na mara nyingi watu wanashambuliwa na maneno, wanaota, wanang'atwa, wananyuki. Watu utawasudia kuongea, lakini kuna namna ya kukwepa. Biblia inasema hapo ndipo waliposema njooni na tufanye mashauri juu ya Yeremia. Maana sheria haitapotea kuhani wala shauri.
halitompotea mwenye hekima, wala neno halitompotea nabii. Njooni na tumpige kwa ndimi zetu. Watu waliandaa kusema mtumishi wa Mungu na kumtukana. Wamepanga mpango, wana sasa ili kuharibu kusudio. Hilo mahali unapata kwenye kitabu cha Yeremia 18 mstari wa 18. 18. Nilikupa mfano wa Adam na Eva ili nitakuwa niangalie maneno yalivuruga mahusiano. Neno au maneno yanavuruga mahusiano yako na Mungu. Adam na Eva walipoharibu mahusiano, Mungu alikaa mbali. Kwa kugundua maneno yako yanaweza kukuweka mahali salama au mahali pabaya. Yesu atusaidie sana. Tunavuka ile eneo. Mahali pengine kwenye ile eneo. Isaya 8:10 utaandika mwenyewe. Isaya 8:10 na Isaya 7:7. Yaani kusoma hizi pointi na Biblia inapoeleza na maandiko haya utaelewa nini Mungu anatamani upukane na maneno ili ujinasue kwenye mitego ya kiroho. Lengo la adui kutumia mtego wa maneno. Lengo la kwanza. Lengo la adui kutumia mtego wa maneno. Oh my God. Lengo la adui kutumia mtego wa maneno. Jambo la kwanza, kukujeruhi moyo. Ugonjwa mbaya wa kiroho. Yaani andika tu kukujeruhi moyo. Adui anatumia maneno kukujeruhi moyo. Akishakujeruhi moyo tayari connection na Mungu inaondoka. Sema haleluya. Maneno yanasema ugonjwa mbaya wa kiroho ni ugonjwa wa majeraha ya moyo. Akasema Methali sura ya 4 mstari wa 23. Linda moyo wako kuliko yote yalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Bwana asifiwe sana. Adui anatumia moyo auchafue moyo wako ili akutumie vile anataka yeye. Pamoja na kuwa umeshika maneno, lakini kumbuka adui anatumia hii fursa. Haleluya. Wewe una nguvu sana unapolinda moyo wako. Hauwezi kuwa mwenye nguvu kama unawaweka watu moyoni. Wewe utakuwa mgonjwa. Kazi kubwa ulionayo ni kulinda moyo wako. Bwana asifiwe. Usiruhusu kila mtu akachukua moyo wako. Kila anachotaka akasema akupokea ndani yako, itakupoteza. Tamani nigusie pia, tuna muda ushaenda. Jambo lingine nimekwambia Methali 4:23 yaandika. Jambo lingine au hapo kuruhusu mabaya ambayo yanaweza ukayapata na shetani akapata halali akisha ujeruhi moyo. Namba 2 nasema kukuvunja moyo. Shetani anatumia maneno kukuvunja moyo. Anakuvunja moyo kwa mtego na maneno. Wacha watu waongee, lakini usiruhusu yale wanayoongelea yaharibu mwendo wako, yaharibu hatua zako, yaharibu afya yako, yaharibu karibu wako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Pointi ya 3. Mtego wa hofu. Mtego wa hofu. Kwa zile aina sana. Nafikiri kama tutaishia hapa kutokana na muda. Mtego wa hofu. Huu mtego wa hofu ulimnasa baba wa imani ya Abraham. Hofu haikupi mbadala inayokuonyesha mwisho wako. Mtu mwenye hofu anaona mwisho wake, anaona hakuna njia tena. Hofu inaua, hofu haijengi. Hofu inabomoa, hofu inaharibu. Ni sawa na mtu ambaye ana udhaifu wa afya. Hofu imeingia, utakufa, utapona. Bwana asifiwe sana. Sema amina amen. Sema amina amen. Hofu inaweza kuua au hofu inaweza kukupoteza kabisa. Watu wengi wamekufa, huduma zao zimekufa kwa sababu ya neno. Na hofu si ya Mungu. Hofu, mtego wa hofu na ibilisi anatumia hii njia ya kupoteza wana wengi wa Mungu. Harana makosheteria.
katika mstari kuna moja. Gideoni alipokuwepo pale akiingia kwenye ile paka, akawa anapepeta ngano. Kwa taarifa nilizonazo historia yake kwa ufupi, akaona Mungu mwana atokee. Mungu aliye hai mwana atokee. Maana nilisikia historia zake kwa mapamba na mapamba. Hapo Mungu anatenda. Hofu ilimjia kwamba Mungu hayupo pamoja nao. Mwana mshosha. Lakini kama Mungu anaruhusu mlango wa majaribu kwako, lakini kwa Mungu hayupo pamoja na wewe. Lakini Mungu yupo pamoja na wewe. Hofu inakuweka mbali na Mungu. Harama. Kuna mtu anaelewa na shida na vita hapa. Amen. Hallelujah. Wao wanaoingia kwenye ndoa utakutana na taarifa nyingi. Mimi nilikutana na chuo mmoja mama fulani. Chuo ambalo nilikutana naye mtu mmoja kaniambia, tuko hapo kanisani kalizado kaniambia, "Abedi wewe nakuchukia." I don't know why. Kwa sababu kama mbele nakwambia Abedi nakuchukia. Sielewi. Angalia hiyo ni shule. Wewe unaweza kaliweka ikapotosha. Roho inaua. Haijalishi maneno lugha aina gani, uwe kwenye huduma na mnadhani. Inaua kwenye mfumo wa huduma, inakuwa kwenye mfumo ya uimbaji, inakuwa kwenye mfumo wa afya, inakuwa kwenye mfumo wa uzao. Upate mtoto anasema kwa nini mwaka mpaka leo? Wanaye mpaka leo wanasikiliza taarifa za watu. Hofu inaanza kujaa. Hofu inaanza kujaa. Roho ya uchungu kizana ndani yako, wewe tayari umeshapotea. Na shetani anatumia kuwatia hofu walio Mungu na kuwanasa kwenye ile eneo. Haleluya. Haleluya. Hutaona tumaini tena la kufanikiwa. Unaona mwisho. Mitume wa Yesu wakiwa kwenye boti, ina Petro tuliona walipokuwa. Hofu iliingia. Wakati Petro anatembea juu ya maji, alipotazama tu chini, hofu kaida kaona nazama. Yesu wakati amelala akaanza kumamsha. Arana makoshe. Hapa kuna mtu anaelewa mpunga mkono na mnai. Roho ya hofu inaweza kukutoa mahali ulipo na kukupoteza kabisa. Haleluya. Petro akatazama chini, akaona hana msaada mwingine tena. Oh my God. Bwana mkubwa, hofu imetanda anazama. Kwa nini aliangalia chini? Hofu inaenda kuua watu. Kiroho. Hofu inaweza kukupoteza na kutoa kwenye mlio kushuhudia ulio nayo. Kwa sababu mmoja kwa kiti cha kazi baada ulipo kwenye hiyo ofisi, hofu ikiingia kama mtu fulani anakufanyia moja mbili tatu, wewe unaweza kufanya kazi kwa wazi tena, maana yake Mungu hayuko pamoja na wewe. Roho unayoingia hautakuwa mwenye matumaini. Wengine wanaona kama siku zao zimepita kwa sababu hofu tumeingia. Hawaoni Mungu kama Gideoni anavyosema, "Mwana ulitenda enzi za mababu na mababu, lakini kwangu shoriki tena." Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kushuhudia Mungu anashuhudia. Hofu ilimwamaliza watu hao. Haleluya. Ukiogopa utapata na kila unachoogopa. Ukiwa una hofu ya kupata mtoto basi utapata. Ibrahimu hakuwa na hilo jambo, lakini Ibrahimu pia alianza kwenye yote. Wakati alimwambia Mungu, umesema sana habari ya ufalme wako. Umesema sana habari ya nani atakayeniishi? Hofu. Haijalishi nikaa kwa muda gani, Mungu atokee. Ondoa roho ya hofu leo. Ondoa roho ya hofu leo. Wengine wamekukatisha tamaa kwa biashara, kwenye hiyo eneo hutafanikiwa. Hutaona wateja. Lakini vile Mungu anatazama sivyo sisi tunavyotazama. Bwana asifiwe sana. Wanaamini wa Mungu wanatamani kuongoza Roho Mtakatifu kwenye eneo la hofu. Maana wao kuongoza na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Ayubu tunamaliza, nishamaliza alafu tutaomba hapa. Ayubu 3:25. Hofu ni hatari, inaua. Ila nguvu au uwezo ulionao hofu inamsababisha mtu kuwa kipofu, wala hawezi kuona kwamba lipo tumaini tena. Hali ni mtu ambaye hasikii wala haoni chochote. Yale macho ya kiroho yanakufa. Yale matumaini ya yeye kufika level fulani yanakufa. Yale kushikia na yeye kukana Mungu vizuri yanakufa. Na maana unaona watu wengi kuna magonjwa na waua, si kwa sababu Mungu hatendi. Mungu anatenda, ni wao wametanguliza hofu kuliko Bwana aliye hai ndani yao. Hora nama. Sema amina, amen kama unanielewa kitu hapa. Haleluya. 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 Mimi sijui, yamkini ya kwamba umeshajinasa. Upo, umejikatia
unajikatia tamaa kwa nini sione? Unajikatia tamaa kwa nini sione? Unajikatia tamaa kwa nini sipati? Unajikatia tamaa kwa nini sipati? Vile unapotazama wewe sio Kristo anapotazama. Unaopata roho ya hofu, ndipo mwambie Bwana fanya. Ushuka kama Gideoni. Sema amina amen. Sema amina amen. Haleluya. Akina Danieli walipokuwa kwenye tundu la simba walikuwa hawakuwa na hofu ule mtu. Harama. Ila Danieli tunagundua inashirika na shaka hawakuwa na wokovu kwa sababu tumaini lao, roho ya hofu kwao haipo. Walikaa kwenye cha Danieli sura 3 na kuendelea. Utagundua habari shule hao watu walikuwa wamekaa na Mungu vizuri. Roho ya hofu haikuwa, hawakuogopa dhoruba. Kristo aliyekuwa hana hofu ndani yake. Nikimaanisha hofu, roho ya hofu au mtego hofu wa adui ndani yake. Haogopi chochote ambacho kitatokea mbele yake, ambaye adui atatumia kama njia ya kumangusha yeye, kwa sababu anajua ili kushinda mtego umekuja kwa namna hii, lakini namna gani atashinda? Nitashinda kiroho, nitaondoa roho ya hofu ya mtego wa adui, lakini nitamtazama Kristo aliyesimama juu ya kina Ibrahimu, juu ya kina Danieli, juu ya kina Shadraka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema bali waoga na wasioamini ni wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Ufunuo 21 mstari wa 8. Tutasoma kwa wakati wako. Imeshakuwa watu rana mangate. I don't know. Kuna mahali hata wewe ambao unanifuatilia kwenye mtandao wa kijamii, kuna aina ya mtego ya kiroho umekwisha kunaswa bila wewe kujua. Umekuja kuingia kwenye mfumo. Mungu anazungumza aina ya kwanza kwenye shimo la kiroho. Mungu anazungumza kwenye aina nyingine kwenye engo la mtego wa maneno. Aina ya tatu tunasema mtego wa hofu. Watu wengi wamenaswa wanaifuatilia YouTube na mtandao mengine, TikTok, hata Facebook. Wacha nikupe neema hii na Mungu akuponye kwenye ile eneo, akutoe kwenye ile eneo la mtego ya kiroho. Wana wengi wa Mungu hawaneni kwa lugha kwa kushuhudia mahali Mungu alilokushuhudia ndani yao. Wananena kwa vile kuonana na kuomba kwa hisia zao. Hawaombi kwa hisia kwa namna Roho Mtakatifu anataka. Hofu imewaua wana wengi wa Mungu. Haya na makasa sana. Simama kwa miguu yako mbele. Hili somo moja ndefu sana. Nafikiri iko pointi 7 na kumbuka Mungu akitupa neema. Kuna pointi ambazo 4 bado. Hili